Kuna umuhimu sana kuomba kwa ajili ya opening ambayo tuko nayo. Tutasoma Romans 16 Romans chapter 10. Ni vizuri kuomba kwa ajili ya opening ambayo tuko nayo, ili watu waweze kuokoka, ili watu waweze kufunguliwa, kwa maana na watu wengi waliofungwa. Sasa tukaweze kuangalia kanuni ambazo tunaweza kuzitumia kufikia watu na habari njema katika ulimwengu wote. Mbinu kanuni tunazoweza kutumia kufikia watu na habari njema katika ulimwengu wote. Romans chapter 10. We'll start from verse 6. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi: usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yaani ni kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yaani ili kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu kuamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myunani na Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana kwa wote, mwenye utajiri kwa wote wamtao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirilo habari njema. Verse 16. Lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya alisema, Bwana ni sauti, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu. Verse 18. Lakini asemaje? Wao hawakusikia, na wamesikia, sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Kanuni zitakazotusaidia kufikia ulimwengu wote na habari njema. Principles. Elewa, Yesu alisema kwamba tuenende katika ulimwengu wote, tukahubiri kwa kila kiumbe, na atakayeamini ataokoka, asiyeamini amehukumiwa hata sasa. Nataka sasa tuangalie kanuni ambazo zitatusaidia kufikia ulimwengu wote na habari njema. Jambo la kwanza kabisa, ni lazima tuelewe ya kwamba kupeleka habari njema ni wito ulio mkuu. Taking the gospel to the whole world is the Great Commission. It is the Great Commission. It is the Great Commission.
Hiyo ni jambo la kwanza, ni kanuni ya kwanza ya kwamba kupeleka injili ama habari njema kwa ulimwengu wote ni wito uliokuu. First and foremost, that is a principle. So, upende usipende, unataka hautaki, lazima upeleke habari njema kwa ulimwengu wote, na unaanzia mahali ulipo. So it is a great commission, na hiyo utaipata katika Mathayo. In fact, hata katika Mark chapter 16 verse 16 to 20. You can start from verse 15. Akawaambia, Mark 16, 15 to 20. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Watawekelea mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. 20. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. So jambo la kwanza kabisa, kanuni la kwanza kabisa ambayo itatusaidia kufikia ulimwengu wote na habari njema itakayosababisha kubadilika kwa watakaoisikia, lazima uwe na ufahamu ya kwamba the going out and reaching out is the Great Commission. So jambo la pili, kanuni ya pili ni kwamba hauwezi kuenenda kuhubiri injili kama hujapata wito wa kwanza. That is the second principle. Huwezi kupeleka habari njema kama wewe kwanza haujapata wito wa kwanza ama wito wa kimsingi. Na wito wa kimsingi ama wito wa kwanza ni wito wa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi. Ni kama vile kwa jeshi. There is no way you can be commissioned from a civilian. Jambo la kwanza, there has to be a recruitment, then ukishafanywa training unakuwa commissioned. So jambo la linalofuatia, kanuni ambayo linafuatia ni kwamba lazima uwe na mwito wa msingi. Na mwito wa msingi, the basic core is receiving Jesus Christ as Lord and Savior. Kwa maana huwezi kupeleka watu mahali ambapo hujaenda. You can only lead people to where you have been or where you have gone. You can only lead people to a way that you have passed through. So hakuna jinsi ambapo utaenda kuhubiri habari kwa njema kwa ulimwengu wote kama wewe kwanza haikufanyisha. So ni lazima uwe umeokoka. So hiyo ni kanuni, it's a principle. It is a principle. Wale wameingia nimesema tutaangalia kanuni ambazo zitatupatia kufikia ulimwengu wote na habari njema. So kanuni ya pili tumesema ni lazima uwe na wito wa kimsingi ambao ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Bwana asifiwe. Kanuni nyingine unaiona tu hapo tu mahali ambapo tumesoma Matendo ya Mitume Marko. Unaona wale wanafunzi walipotoka, Biblia inasema Bwana
alifanya kazi pamoja na wao. Yesu alifanya kazi pamoja na wao kivipi? Nashaye ni kwa Roho Mtakatifu. So kanuni ya tatu ni kwamba unapeleka hiyo habari njema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kanuni ya tatu, habari njema unaweza kuipeleka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. And that is why muumini yeyote ambaye anataka kuwa effective in life and even taking the gospel, ni lazima awe anaishi maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuelekeza, anakuelekeza. Unasikia msukumo wa kushiriki habari njema, nasikia mwongozo wa kuenenda mahali fulani na kupeleka habari njema. Bwana asifiwe. So it is important tuelewe ya kwamba kweli Bwana anataka tupeleke habari njema katika ulimwengu wote, lakini kunazo kanuni ambazo ni lazima tuweze kuzifuata. Turudi pale Warumi Romans chapter 10. Tuone kanuni zingine, kwa sababu leo malaika walitamani kujua haya mambo, lakini hawawezi. Hii kazi tumepewa sisi. Malaika wangefanya one day kama wale angel alitoa wana wa Israeli ahoneshe kutoka Misri, na Mungu akana malaika wake. Si bado akihubiri haraka haraka alafu tayari kazi inaisha. Lakini ametupatia wewe. Na Biblia inasema lazima hii injili ihubiriwe ndipo mwisho uweze kufika. Romans chapter 10 from verse 8. Lakini yanenaje maandiko? Lakini yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubirilo. Kuna Wakristo ambao mtu anasema sasa, mimi nitaenda kuwaambia wengine nini na mimi sijui. Kwani wewe ulitokokaje? Si uliambiwa neno la Mungu? Sasa wewe asifiwe. Ongea tu kuhusu upendo wa Kristo. Mwambie tu mtu kuhusu upendo wa Kristo. Mwambie tu mtu kuhusu hali ya dhambi. Wacha nikupatie tu njia rahisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha nipeane kanuni nyingine. Ni lazima uwe unajua ukweli. Bwana asifiwe. Ni lazima ujue ukweli. Lazima ujue ukweli. Na unaposoma neno la Mungu katika Warumi 3:23, utaona neno la Mungu linasema ya kwamba sote tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hapo naweza kumwelezea mtu vile ambapo Adam aliumbwa na Mungu alikuwa anawatembelea na wakawa na uhusiano mzuri, na ukamwonyesha kwamba vile Mungu aliwapatia maagizo na Adam alipoasi tayari dhambi ikaingia na ikaingia basi. Neno la kuonyesha kwa sababu ya Adam sote tunazaliwa kwenye dhambi. Sote. Ya mara nyingi wanasikia wamama wakisema little angel, that is not an angel. That is a small sin. That is a sin. Ndio mzaa. Kwa sababu hiyo asili ya dhambi iko tangu Adamu. So akizaliwa tayari kama dhambi. Unaweza kutoka hapo ukamwambia Warumi 6:23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. So kwa sababu sote tunazaliwa katika dhambi, basi hatuna uzima wa milele ndani yetu. Na ndiposa Mungu kwa upendo wake ulio sasa hapo muonyeshe upendo wa Mungu. Usianze kumwambia
Mwambie wewe utaenda jana sasa kumtishia sasa hakuna kitu kinakusaidia. Muonyeshe tu upendo wa Mungu. Unamwambia kwamba wakati sisi tulikuwa ni wenye dhambi, Mungu akamtuma Yesu. Hapo tu Warumi 5:7. Naambia wakati sisi tulikuwa ni wenye dhambi, Mungu akamtoa mwanawe pekee ili ukimwamini kupitia kwake uweze kupata wokovu wa dhambi. Bwana asifiwe. Alafu unamwambia sasa, kwa maana kwa moyo mtu huamini. Unaamini nini? Unaenda pale katika Warumi 10:9 na 10. Unamwonyesha kwamba kwa maana kwa moyo mtu huamini. Unaamini nini? Unaamini Yesu alikuja akazaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha ya ushindi. Usisahau hiyo sehemu. Maisha ya ushindi bila kufanya dhambi. Kuonyesha kwamba unaweza kuishi na ukaishi maisha ya ushindi bila dhambi. Lakini kwa sababu mpango wake ulikuwa ni kuja kufa hapa duniani, akafa msalabani, akazikwa, baada ya siku 3 akafufuka. Baada ya kufufuka amepaa mbinguni. Hiyo sehemu pia ni ya muhimu sana, kwa sababu Yesu kama angefufuka, then our salvation would be in vain. Unamwonyesha kwamba sasa yuko mbinguni na atakuja kwa hukumu walio hai na waliokufa. Then unamwambia ungependa kumkaribisha kwa Yesu. By the way, unamuuliza unaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Na unaamini kwamba alikuja akafa kwa ajili yako upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele? Basi huyu Yesu unaweza kumkaribisha ndani ya moyo wako awe Bwana na Mwokozi. Nakwambia, basi unamwambia unaweza kumkaribisha kwa maneno yako ama ni kuelekeza. Mara nyingi atakwambia nielekeze. Haya, sema Bwana Yesu, ninakukaribisha ndani ya moyo wangu uwe Bwana na Mwokozi. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima, nifanye mtoto wako. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Unamwambia, unampatia sasa, baada ya kusema kabla hujamwombea, unampatia uhakikisho wa wokovu, assurance. Kwa sababu waweza kukutana na mtu vile anavyojijua yeye tu na anaona kama unamwona hivi. So unampatia kitu kinaitwa assurance of salvation. Unamwambia kama umesema hayo maneno kwa sababu umeamini, kuanzia sasa dakika hii wewe ni mtoto wa Mungu. Kulingana na Yohana 1:12. Wewe ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 3, wewe umepatanishwa na Mungu. Sasa wewe si mwenye dhambi tena, ni wewe ni mwenye haki wa Mungu. Unampatia shukrani, unamwambia jina lako limeandikwa kitabu cha uzima, umesamehewa dhambi zote kulingana na Zaburi 103 mstari wa kwanza kuendelea. Umesamehewa dhambi zote, umefanyishwa makosa. Sio unaonaje vile ambavyo Mungu anakupenda, assurance. Leo namwambia basi tunaweza kuomba. Alafu usisahau kumwambia vile wewe sasa ni mtoto, hata kama ni babu. Kulingana na Mungu ni mtoto. Unamwambia sasa wewe ni mtoto. Na kama vile mtoto anapozaliwa, sasa wewe umezaliwa. Na chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Unampeleka pale kwa Petero wa pili, 2 Peter chapter 2. Unamwambia vile sasa wewe ni mtoto, umezaliwa. First Peter chapter 2 verse 2. First Peter chapter 2 verse 2. Unamwambia sasa wewe vile ni mtoto, hata kama ni mtu mzima, kulingana na Mungu wewe ni mtoto. Na unapaswa kulishwa neno la Mungu, ambayo neno la Mungu litakupatia kukua katika wokovu mpaka uwe umekuwa kiroho. First Peter chapter 2 verse 2 inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyokoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Na unamuuliza kuna mahali unaenda kanisani, unamwambia labda hapana. Akikwambia hapana, unamwambia unaweza kukaribisha kanisani kwetu, unamwimbia ibada zetu. Atakuja. Akija sasa anaanza kupeleka.
Okay, kama kuna mahali anaenda kanisa, mwambie tia bidii, endelea kanisa, na wale ambao vile mhubiri wa pale anafundisha neno la Mungu, na umwambie ni vizuri kuelewa kwa neno la Mungu, kwa sababu hiyo neno la Mungu sasa inaanza kupatia kujua mapenzi ya Mungu. Unamwambia Warumi 12 mstari wa kwanza, ile inasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu. Sasa vile umejisalimisha kwa Kristo, sasa umejitoa mwili wako, sasa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini akili yako kadiri unavyosikia neno la Mungu itafanywa upya, kwa sababu utajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyo makamilifu na ya kupendeza. Unaonaje hiyo? Basi unaona naye. Na yule atakuwa ameokoka na kupitika kabisa. So from time to time you can follow that person up na kumwambia habari njema. Lakini kama kuna mahali anaenda kanisani, pia hata usione aibu kumgusa kiroho, kwa sababu mtoto mchanga. Hizi kanuni zinaweza kutusaidia kufikia ulimwengu wote. Elewa huyo mtu ukimwambia habari njema hivyo, na ameelewa jinsi mtu amepokea Yesu Kristo na umemuelekeza kwa Yesu, hata yeye ataweza kuelekeza mwingine as a person. But through many people, nilikuwa ninaangalia register ya Sunday School ya miaka, nilikutana na moja 2014 na sasa hivi miaka 12. Wale watu wengine wafanyakazi. Yes. Kwa maana wengine walikuwa wanakuja sana siku walikuwa saizi. Ongeza hiyo. Yes. Kama yule sema hapo. Eji. Na tell me if huyo mtu amepitika, amesimama, itakuwa tukufu ni baraka. So usisahau ya kwamba ni lazima tupeleke habari njema. Kanuni nyingine itakayotusaidia kupeleka habari njema katika ulimwengu wote, kwa sababu kuna kanuni zingine ambazo wengi katika ulimwengu huu tunazipuuza na si vizuri. So you must have the word of God in you. Hiyo ni kanuni ya Mungu sana. Na kanuni nyingine kama nimesema, ni lazima wewe uwaambie. Lazima wewe uwaambie. Si kuwaombea, lazima wewe pamoja na kuombea lazima uwaambie. You have to speak the gospel. You have to preach the gospel. That is another important principle. You have to preach it. Kuhubiri ni nini? Kuhubiri si kunena tu. Unanena. Kuhubiri ni kutangaza. Kuhubiri ni kunena. Na huwezi kusema hauna mahali pa kuhubiri. Hapana. Kazini unapofanya kazi ni mahali pazuri sana pa kuhubiri. Na kuna njia nyingi za kuhubiri. Unaweza kuhubiri wewe mwenyewe kwa kunena maneno ya Mungu yatakayosababisha mtu apate kumjua Kristo. Mwenendo wako ni mahubiri tosha. Mwenendo wako, the way you speak, the way you dress, the way you live in this people. Kwa maana watawezaje kumjua Mungu wasipokuangalia? Na ndio naona wale watu zamani za akina Petero na Yohana, Biblia inasema walikuwa wanaitwa watu wa ile njia, because Yesu ni njia na kweli na uzima. So kuna vile walikuwa wanakaa, na ndio naona Antiokia, katika Antiokia ndipo waliitwa mara ya kwanza wa Kristo,
kwa sababu walikuwa wana tabia kama ya Kristo. So ni vizuri kuhubiri kwa maneno, vizuri kuhubiri kwa matendo. Kuna wengi wetu ambao kulingana vile unavyoishi. Kwa mfano, kama unaishi kwa plot na wale watu wa plot hawaelewani nao, hata wasalimii. Sasa utamwambiaje kweli kuhusu Yesu? How will they even decide to follow after Christ? They won't. Hawatatamani. Lakini mwenendo wako every time unapojiangalia, je, watu wanaweza kuvutwa kwa Kristo kulingana na vile ninavyokaa? Je, kuna utofauti baina yangu na mtu ambaye hajaokoka? Then that is what will make people decide. Hata mtu atakuja kuuliza, mbona wanaweza kuokoka? Kwani nini? Then unapata hiyo nafasi ya kuelezea kuhusu Kristo. So unaweza kuhubiri kwa maisha yako na hata kwa maneno. Ndio naona maandiko yanasema mwenendo wenu, kwa mwenendo we can be able to preach the gospel. That is a very important principle. Kuhubiri wewe mwenyewe. Unaweza kuhubiri kwa maneno na kwa matendo. Na ndio naona Wakolosai anasema, na lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo. That is in Colossians 10:3 as scripture. Tutasomea maandiko. It's good to support statements with the word of God. Colossians chapter 3 verse 17. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana, mkimshukuru Baba kwa yeye. So whatever you do can help propel the gospel. Wacha tusome Warumi, Romans chapter 12, maandiko haya yanapenda. Chapter 12 verse 2. Kwa maana mtu wa Mungu usipokuwa na tabia, hata unaweza kupeleka watu wengi jehanamu zaidi ya vile walikuwa. Kwa maana mimi nimesikia kabisa mtu akisema kama wako tungehuo. The other day, I think it was 2 weeks ago, there was someone who was telling me ya kwamba hata tamani kabisa, hata hataki. Na wakati aliishi miaka mingi hata hataki mambo ya kanisa, kwa sababu kuna watu ambao anaweza kuambia huyu na huyu na huyu walifanya hata nisitamani kwa kanisa. But when you grow up in the word of God, it changes your thinking. Na Mkristo ambaye hana nafasi ya kusoma neno la Mungu, ana time ya ibada, maisha yake anaweza kufikia mahali akaanza kuishi kama mtu ambaye hajaokoka kabisa. Na hii sasa ndio inaadili kuhubiri habari njema. Romans chapter 12 verse 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. In the word of God is the will of God. The word of God is the will of God. Na ukijua mapenzi ya Mungu utayafanya. Ukiangalia Joshua chapter 1 verse 8, kuna maneno Joshua aliambiwa na Mungu. Joshua chapter 1 verse 8, aliambiwa maneno ya kitabu hiki yasitoke kwa kinywa chako, bali yatafakari mchana na usiku,
ndipo utakapoangalia kutenda yaliyoandikwa humo, ndipo utakapostawi na utakapofanikisha njia zako na kustawi sana. Nataka uchukue hivi, as you hear the word of God, as you read the word of God, angalia tu, utaelewa vizuri ukiangalia vile ng'ombe ula chakula. Saa zingine si kama wale wanaolisha ng'ombe, ukiwafungulia masaa yameenda sana, utaona vile anakula. Anaona hivi, anatoka kulala. Sasa wakati ataenda kutulia imefika jioni, akiwa amelala, utaona anarudisha ile chakula. Alafu utaona anatafuna tena. Hiyo inaingia kwa tumbo fulani. Kuna vile anafanya, anatoa kwa ile tumbo ile nyingine, atafuna. Inakuwa sawa. Na hiyo ndio itakuwa absorb. Sasa kile kitu kinachoweza kukusaidia kubadilisha mtazamo wako na kubadilisha hata tabia yako ni ile neno ambalo liko ndani yako. Hiyo neno ndio inaweza kubadilisha maisha yako kabisa unapolitafakari. Utafakari ni kuchukua hilo neno na kuligeuza ndani ya mawazo yako, ndani ya moyo wako. Hebu tusome James chapter 1, Yakobo, ndio uelewe ile maandiko yanasema. There's no way you can change. There's no way you can change your thinking. There's no way you can change your attitude. There's no way you can change your character except you are changed from inside. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21. Biblia inasema, kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya usitio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. The word that is inside you, when you meditate, neno la Bwana linasema usiibe. You take that word, you internalize, you personalize that word. Think about it. Neno la Mungu linasema usiibe. Najua sisi mimi sinaona kama ni hiyo ni kwa nini? You are just thinking. Sasa hilo neno linaanza ku neno la Mungu, kwa sababu pia liko ndani yako. Ninakwambia katika Yohana ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atatusamehe na udhalimu wote. Baba, naomba unisamehe. Already you start living a different and changed life. Hebu soma huo mstari unaofuatia, James chapter 1 verse 22. Linasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, bali watendaji. So the word that is in you, as you meditate upon it, it helps you to live that word. And as you live that word, then utakuta tabia yako inabadilika kabisa. Kuna mtu mmoja alisema kipawa chako kinaweza kukuinua. Unaweza kukuinua sana. Lakini itakao kudumisha hapo mahali umeinuka ni tabia. Na tabia nayo inatokana na nini? Tabia inatokana na ukomavu. Hakuna jinsi unavyoweza kukomaa bila neno la Mungu. Kuomba hakutakukomaza. Hii itakukomaza. Because it is the fact. Of course, even in prayer, when you pray, your prayers are effective as you pray according to the Bible. So hiyo ni kanuni ya muhimu sana ambayo inaweza kupatia kufikia
wale ambao tunataka wafikiwe katika ulimwengu wote. Romans chapter 10, we get another principle of definition. So hatuwezi kuzimaliza. Lazima uelewe ya kwamba hilo neno ambalo unalinena ni lazima ifikie watu walio tofauti. Romans chapter 10 verse 14 inasema hivi: wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo kuhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Nataka niseme hivi on another note, a different note, but on the same topic. Nimesikia watu wengi, hata wengine hata ni wahubiri, wanapinga sana kuhusiana na sadaka, kuhusiana na mafungu, kuhusiana na utoaji. Tuseme kwa mfano, huyu ni mhubiri kweli, amehubiri habari njema katika kijiji na amesikia aende kijiji kingine ama aende tauni nyingine, kwa sababu kuna kanuni nyingine. Hata hiyo kanuni unaweza kuandika, lazima uwe na wito. Lazima uwe na wito. Wito ni kanuni ya Mungu sana kwa kupeleka habari njema. Lazima uwe na wito. So, tuseme mhubiri amesikia tu wito wa kwenda kuhubiri kwa kijiji ambacho kiko mbali na yeye, ama kwenda kuhubiri kwa tauni ambayo iko mbali na yeye. Hakuna wito kabisa, ni wito wa Mungu. Ama kwenda kwa nchi ambayo iko mbali na yeye. Haya, ataendaje? Ataenda kiroho. Sio? Kama vile ataendaje? Okay, huyu amesema vizuri. Ataenda kiroho. Lakini kwenda physically kwa pale na ambia wale watu ambao ataendaje? Lazima atumie pesa. Lazima atumie means ambao sasa si za kiroho, ni physical. Bwana asifiwe. So, kanuni nyingine unayoweza kuandika hapo ni uwezo wa hali na mali. Lazima kuwe na uwezo wa hali na mali. Tunaongea kuhusu kuhubiri injili katika ulimwengu wote. Lazima kuwe na uwezo wa hali na mali. Mwangalie Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba kuna wanawake walikuwa wanamsupport Yesu very well. In fact, ukisoma maandiko utaona huyu mbeba mkoba aliyekuwa anaitwa Judas, Biblia inasema alikuwa anajisaidia Yesu. Kumaanisha kama Yesu angetemea ule mfuko, basi huduma yake. Lakini kuna wanawake walisupport nani? Yesu Kristo. Ukiangalia hata Paulo, wanawake walikuwa wanamsupport. He did not fully depend on kutengeneza hema, kwa sababu hema hapo anatengeneza kila wakati. Kwa sababu kila wakati akipata nafasi anatengeneza hema. So, kuna umuhimu sana ya kuelewa ya kwamba waweza peleka habari njema pia kwa kusupport wale wanaopeleka hiyo habari. Kanuni ya muhimu sana. Na kwa sababu hizo kanuni nyingi, ninaomba niachie hapo. Lakini pia kuna kanuni nyingine ya muhimu sana. Lazima kuomba. You can pray. Kama sasa hivi tunaomba kwa ajili ya familia watu wanayo. This is the time. You can pray. Na unaona watu wanakuja, kabisa watu wanakuja. Wamekuja kwa sababu uliomba. Na wakija pale unahubiri neno na wanaokoka kama jana kwa wale waliokoka. So, unaweza kuipeleka habari njema kwa kuomba,
kwa kuombea watu, utishe Mungu neema ya wokovu, utishe Bwana neema ya wokovu, uombea wahubiri waweze kupeleka, namwambia Mungu achilia neema ya uinjilisti, kama vile utasikia Roho anakuelekeza, na mahali popote ambapo wale watu watakuwa neno waweze kuwafikia. So Bwana atusaidie tuelewe kuna haja ya kupeleka habari njema katika ulimwengu wote, and this is urgent because it is God who's commanded us to go. Kwa hiyo mchana wa leo nataka mahali popote tulipo, whether utaomba, whether utatoa vitu vyako, whether utarudi wewe mwenyewe, uelewe ya kwamba kuna umuhimu wa kufikia watu wote na habari njema. That is why we are also in the media, we are also sending messages on WhatsApp, YouTube, Facebook page na kama, so that kila mmoja asiweze kuwa na excuse. Nataka tusimame tuweze kuomba kwa ajili ya hilo neno. We internalize the word of God that has passed through us, then tuweze kuomba kwa ajili ya mkutano wetu ambao uko mbele. Mwambie Bwana atusaidie uweze kuhubiri habari njema. We need money to propel the gospel. We need money.